السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. نعم، nadhani sauti inatoka vizuri كويس. الحمد لله. haya كويس. Tunaendelea na darasa yetu. Tunaendelea na darasa yetu ya tafsiri tukiwa tupo katika mwendelezo wa tafsiri yetu, na tulimalizia kama qala ta'ala wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamati wa hum an du'a'ihim ghafilun وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. tukasema kuwa man adallu tafsiri yake wala ahadun adallu, hakuna ambaye kapotea zaidi mimman yad'u min dunillahi, mimman ya'budu min dunillahi sanaman لا يستجيب لدعائه، بمعنى من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ولا أحد hakuna yote adall kapotea zaidi kuliko nani ambaye kapotea zaidi, hakuna yote aliyopotea zaidi mimman ya'budu min dunillahi, kuliko yule anayeabudu kinyume na Allah tabaraka wa taala sanaman, akabudia sanamu. Sawa. la yastajibu lidu'aihi ila yawm al-qiyamah, sanamu ambalo haliwezi kumjibu yeye katika yale maombi yake mpaka siku ya kiyama, halimjibu chochote. Na tukasema kuwa si kwamba labda baada ya hapo litamjibu, la, ni ishara kuonesha kuwa abadan sanamu halitaweza kumjibu yule mwenye kuliomba. wa hum an du'aihim ghafilun. وهذه الأصنام هي مسنام التي يعبدونها من دون الله ونعبد كيما الله، هي مسنام كوكولي غافلة عن دعاء عبادها لها، غافلة يوم غفلك عن دعاء عبادها لها، kutokana na zile dua za wale ambao wanayaomba masanamu yenyewe. فضلا أن تنفعهم أو تضرهم، أجلي mbali kunufaisha au kuwadhuru. kisha Allah akasema idha hushira an-nasu ma'a kauniha la tanfa'uhum fi dunya fa innahum idha hushiru, pamoja na kuwa hawanufaishi wao katika dunia, lakini watakapofufuliwa يوم القيامة siku ya kiyama, an-nasu watu كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، بمعنى يكونون أعداء liman kanu yaabudunahu, watakuwa ni maadui kwa wale waliokuwa wakiwaabudia wao. Tabarrauna minhum, na watajiweka mbali nao. Wayunkiruna annahum kanu ala ilmi biibadatihim iyahu, na vile vile watakataa annahum kanu ala ilmi, kwa wao labda walikuwa na maarifa biibadatihim iyahu, katika kuabudia wao. kwa hiyo watakuwa maadui, masanamu yatakataa kuwa hayana taarifa yoyote wala hakuna kitu chochote, bali kwa sababu watu wameabudu, lakini yao yalikuwa hayana taarifa yoyote. kwa hiyo hii ndo hali ambayo bila shaka itakuja kutokezea. Bila shaka hii ni hali ambayo itakuja kutokezea.
kama ilivyokuja katika tafsiru al-Jalalaini, wa idha hushira an-nasu kanu ay al-asnam, watakuwa wale masanam lahu li'abidihi, kwa wale ambao walikuwa wakiabudu a'da'un wa kanu bi'ibadati abidihi, na watakuwa wale masanam kwa ibada ya wale waliokuwa wakiabudu kafirina, bimaana jahilin, watapinga kwamba sisi hatutambui kile ambacho hawa walikuwa wakikifanya kwetu. Yani Allah atayapa uhai yale masanam na yataweza kuzungumza na kupinga kile kilichokuwa kinafanywa, kwa sababu Allah si qadirun, mwenyewe ana uwezo. Tulisema tutakuja kuanza hii aya, kisha insha Allah tuendelee kwenye aya inayofuata ambayo ni suratu Maryam. Wa qala ta'ala, na akasema Allah tabaraka wa ta'ala, watakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa alayhim ضدا. Katika suratu Maryam Allah tabaraka wa ta'ala asema, yani واتخذوا من دون الله، واتخذوا من دون الله، bila shaka hawa watu ambao wao ni waabudu wa masanamu, wale ambao wametaka kuiabudia masanamu. Napunguza sauti kwa sababu naona sauti iko juu, ili isiwakere. Nadhani hapo tunasikiana. Naona sauti ilikuwa iko juu sana, sasa niliona niipunguze tu kidogo. Sasa itakuwa tunanisikia, kwa sababu sauti ikiwa iko juu, hata darasa zinazosajiliwa sauti yake inakuwa inatoka vibaya sana, kwa sababu inakuwa imetoka over limit. Nadhani hapo sauti itakuwa iko vizuri kwa settings zangu zilivyo. Kwa hiyo watakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza, watakhadha almushrikuna, basi wale washirikina wao wakatafuta min dunillahi, kinyume na Allah tabaraka wa ta'ala. Bimaana watakhadha almushrikuna, wakachukua washirikina lahum ma'budin min dunillah, wao wale wa kuabudu kinyume na Allah tabaraka wa ta'ala, ambao wanaitwa alihatan, ambao alihatan ndio maabudin. Kwa hiyo watakhadha almushrikuna lahum ma'budin min dunillah, washirikina wakatafuta wengine wa kuabudu kinyume na Allah tabaraka wa ta'ala, liyakunu lahum izza, liyakunu lahum dhahiran wa ma'ina, ili wale ambao wanaabudu kinyume na Allah lengo lao wawape nguvu. Liyakunu lahum dhahiran wa mu'ina, ili yule ambaye wanamwabudu kinyume na Allah tabaraka wa ta'ala lengo lao ndiye awasaidie, wawe na nguvu na awe ni msaada, yantasiruna bihim, waweze kupata ushindi kupitia wao, kana kwamba yani wakiwategemea katika mapambano na mambo mbalimbali, kwa imani yao kuwa wale wanaowategemea ndio ambao watawasaidia wao katika kufanikiwa na kufikia malengo na mambo mbalimbali. Kwa hiyo katafuta kinyume na Allah tabaraka wa ta'ala miungu, liyakunu lahum izza, ili wawe kupitia miungu hiyo wapate nguvu, bimaana wanaamini kwa itawanusuru. Allah akasema, kalla laysa al-amru kama za'am, makusudio yake si jambo
jambo halipo kama vile walivyodhania wao. Laisa al-amr kama zaamu, jambo halipo kama walivyodhania wao. Sayakfuruna biibadatihim wa yakununa alayhim ضدا. فهذه المعبودات kile ambacho wanakiabudia, hivyo wanavyoviabudia, allati ya'budunaha min dunillah, ambavyo wanaviabudia kinyume na Allah tabaraka wa taala, satajhadu ibadata almushrikin laha yawm alqiyamah, vitakataa ibada ya wale washirikina kuabudia hayo masnamu yatakataa siku ya kiyama. Wayakununa alayhim ضدا, watatabarra'u minhum, na yatakuwa mbali na wale waliokuwa kiabudia. Watakunu lahum aada, na yatakuwa kinyume chao. Ina maana sasa yatakuwa ni maadui kwa wao. Kwa hiyo masanamu yatakuwa maadui ya wale waliokuwa wakiabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Nadhani tunapokuwa tunasoma, bila shaka kuna uwazi kabisa wa maana na makusudio, kwa sababu kama masanamu yatakuja kupinga na yakatae, yakimaanisha haya watambui wale ambao wanawaabudia wao, haya watambui na hayatawatambua. Sasa hii ni nukta anatakiwa mtu kuizingatia vizuri, awe ni mwenye kuamini kuwa vile anavyoviona havina uhai, madamu vimekuwa ni sababu ya maasi, basi kuna siku vitapewa uhai. Tumeelewana vizuri Kuna siku vitapewa uhai. Kwa hiyo kama vitapewa uhai, vitakuja kumshtaki yeye kwa sababu kavifanya sababu ya dhambi. Yani ile gari ambayo mtu anafunga vioo kazini na mwanamke ndani, siku ambayo Allah tabaraka wa taala atataka itoe hoja, ile gari itazungumza na itasema. Kwa hiyo ni mambo ambayo sisi tunatakiwa tusiangalie kwa jicho dogo, tuangalie kwa upana zaidi, kuwa kila kitu kinawezekana biidillah. Viungo vya mtu vitashuhudia, mahala alipoketi, alipokaa akafanya uchafu patashuhudia. Kwa hiyo ni sisi kurudi kwa Allah tabaraka wa taala, tukamuomba msamaha na tukafahamu utukufu wake Allah subhanahu wa taala, na tuelewe kuwa Allah tabaraka wa taala ni mkubwa sana. Hakuna budi, lazima turudi kwa Allah tabaraka wa taala, wa illa ni mtihani mkubwa kweli. Waqala al-Khalil liqawlihi, akasema al-Khalil, inma takhadtum min dunillahi awthana. Kumbuka Ibrahim alayhi salam katika mazungumzo yake na ahali ambao alitumwa kwa wao, wale watu ambao katumwa kwa wao, alikuwa akifanya mjadala nao sana katika mambo ya shirki. Waqala al-Khalil liqawmihi, al-Khalil alisema kuambia watu wake, inma takhadtum min dunillahi awthana mawaddata bainakum fil hayati dunya thumma yawm al-qiyamati yakfuru ba'dukum ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. Kumbuka hii ni sifa ya watu waovu, wanakuwa wana mapenzi baina yao, lakini Allah tabaraka wa taala asema Ibrahim alizungumza nini? Waqala Ibrahim alayhi salam liqaumihi, Ibrahim alisema kuwaambia watu wake. Kwani aliwaambia nini? Inma takhadtum min dunillahi awthana, inma takhadtum, nyinyi mumechukua asnaman, masanamu, aliha, mkayafanya kuwa ndio kinachostahili kuabudiwa. Min dunillahi, kinyume na Allah, awthana, masanamu, taabudunaha, mnayabudu. Lakini si kuabudu tu, mawaddata bainakum fil hayati dunya, taabudunaha litaarufi wa tawaddi, na waabudu kwa kutambuana kabisa baina yenu na baina yao,
watawadi na kukupendana mapenzi makubwa ala ibadatiha ile kuabudu hayo masanamu basi imekuwa nyinyi mnapendana kulikweli yani mnajuana maabada al-asnam wale mnaabudia masanamu mnajuana mnapendana vizuri litaarufi watawadi ala ibadatiha kwa ile kufahamiana na kupendana katika kuabudu fil hayati dunia hapa duniani ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ثم يوم القيامة أما سيك القيامة ينقطع ذلك التواد بينكم mapenzi yatakuja kukatika baina yenu fayatabarra'u ba'dukum min ba'd 'inda mu'ayanati al'adhab kila mmoja atataka akaichonjo akae mbali akae kando amkimbie mwenzake fayatabarra'u basi fayatabarra'u ba'dukum min ba'd wataka mbali umbali wa kutengana kila mmoja hataki kumtambua mwenzake 'inda mu'ayanati al'adhab pale itakaposhuhudiwa adhabu wa yal'anu ba'dukum ba'd na kila mmoja tamlaani mwenzake wa ma'awakumun nar wa ma lakum min nasirin kwa wakati huo haiwanufaishi kukaa mbali wala mmoja kuwa hataki akaina mwenzake haiwanufaishi tena wa maqarrukum alladhi ta'awuna ilayhi an-nar sehemu ambayo mtakwenda mkafikia na maqarbi maana ni mahala pale ambapo atakuwa mtu ndo katulizana pale atakapofikia kama sasa hivi mtu akifa apelekwa kaburini hiyo ndo makari yake lakini akhira kutakuwa kuna nyumba mbili Allahumma inna nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar kwa hiyo makaru yenu nyinyi mtakuwa katika moto walaysa lakum min nasirin hakuna ambaye anaweza kuwasaidia yamna'unakum min adhabillah hakuna watakaoweza kuwasaidia watakao izuia adhabu ya Allah isiwapate isiwafikie la min asnamikum allati kuntum ta'budunaha min dunillah wala si masanamu yenu ambayo mnayabudu kinyume na Allah hawatawasaidia wala min ghairiha wala yoyote ambaye nyinyi mwamdhania kiongozi wenu na mfano wake ambaye anawalingania katika ibadati al-asnam hapana kwa hiyo siku ya kiyama huwa adui wa baadhi utakuwa uadui kwa sababu masanamu yatakuwa maadui kwa wale waliokuwa wakiabudu na wale waliokuwa wakiabudu katika ushirika wao na kushawishiana katika jambo hilo wenye wao watakuwa ni maadui baadhi yao kwa baadhi kisha Allah tabaraka wa taala akasema waqala taala kisha akasema Allah walau tara idh dhalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin qawla يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون والله خباري نزيت سانا katika sura 7 katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala kuna mambo mengi ambayo hichi kitabu cha Allah tabaraka wa taala atuondoshe shari na fitna na wasiwasi na dhiki ya shaytan tukisome kitabu chetu tukielewe kitabu chetu kitabu cha Allah kimekusanya uslubi ya namna ambayo hakuna anayeweza kukiletea mfano wake ndani yake kina ladha hapo halafu hapo kinakukhofisha hapo kinakukupa bishara hapo kinakukupa jambo la kufikiria hapo kuna jambo la matumaini hapo kuna hali ya kujipima mimi nipo sawa na hawa au siko sawa nao yani kuna mambo mengi yanaingia hapo Allah tabaraka wa taala atuelezee katika sura 7
وقال الذين كفروا aya yanza hapa wakasema wale ambao wamekufuru ila za walau tara idha dhalimuna bila shaka kwais وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه يعني الله تبارك وتعالى ni halimun rahimun alimun karimun. Anaelezea kile unachokisema waja wake ambao wamefikia upeo wa kumghadhibisha, lakini hajawakata vichwa, kawapa muda mpaka ule ambao kawawekea awachukue. Sasa basi asema kile ulichokisema wao. Waqala, Allah asema, wakasema alladhina, wale ambao kafaru wamekufuru. Kwani wamesema nini? Na ni watu wa umma upi? Ni watu wa ummati Muhammad. Kipi kilichokujulisha kuwa ni watu wa ummati Muhammad? Neno al-Qur'an. Wakasema wale waliokufuru, lan nu'mina bihadha al-Qur'ani. وقال الذين كفروا بالله لن نؤمن بهذا القرآن. sasa tuamini hii Qur'an, bimaana ni wale wa ummati Muhammad katika umma wetu huu. alladhi yaz'umu Muhammad annahu munazzalun alayhi, Qur'ani ambayo Muhammad adai kuwa imeteremshwa kwake, adai hivyo. Sasa tuamini, hatuamini vitu vya kutunga, yani hiyo ni dhana yao. Ndio maana wakasema asatiru al-awwalin iktatabaha wa hiya tumla alayhi. Wao wanadhania kuwa Qur'an ni kama story tu za kitambo, paukwa pakao, hadithi za paka na panya. Kwa hiyo wao ni masharifu mno, hawezi kuamini Qur'ani. Wala billadhi baina yadayhi wala nu'mina bilkitabi wala nu'mina bilkutubi as-samawiyya as-sabiqa, bali wakakataa vile vile kuamini kile ambacho kimetangulia katika vitabu. Hawakuwa pamoja na washiriki, hawakuwa pamoja na Mayahudi wala Manasara. Na hii ni hali ambayo hapa ndani yake kuna manhaj ya kuelewa au kuna hali ya kuelewa hadhara aliyokuwa kiishi nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwanza walikuwa ni makafiri waliopitiliza, washirikina na wanafiki, na wale waliokuwa wakimpiga vita, bali vile vile walikuwa hawapo kitu kimoja katika ukafiri wao. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. Hawakuwa katika kitu kimoja. Na washirikina wa Makka vile vile hawakuwa kitu kimoja na wenzi wao, kwa sababu wao hawaamini mpaka Taurati wala Injili, hawaamini vitu vyote, yani wao wanajitegemea katika ukafiri wao. Lakini katika kupiga vita Uislamu, Allah kaeleza katika Qur'ani atawasaw bihi. Hivi makafiri wa mwanzo na wa mwisho wamehusiana katika njama zile za kupiga vita Uislamu? Bila shaka hawakuhusiana, lakini katika kupiga vita wanaendana. Na ndio maana hapa wanamwambia hatukuamini wewe Muhammad, bimaana si Waislamu, wala billadhi baina yadayhi, wala sisi hatuamini kile ambacho kimemtangulia Muhammad katika vitabu, bimaana wala nu'mina bilkutubi as-samawiyyati as-sabiqa, hatuamini kabisa, hatutaamini vitabu vilivyoteremshwa kabla, bimaana wao hawamkubali Muhammad wala Mayahudi wala Manasara, yani wao wanajitegemea katika ukafiri wao. Allah tabaraka wa taala akawaambia jambo ambalo wanaweza kulitasawwur katika vichwa vyao. Mwingine anauliza, sasa hii aya imetajwa ndani ya kitabu cha Waislamu, halafu makafiri kana kwamba khitab, mazungumzo yanawaelekea wao. Kwani hawa makafiri wanasoma kitabu cha Allah? Hawa wanasoma hawa? Mbona hii walau tara idha dhalimuna mawqufuna inda rabbihim, kana kwamba ilikuwa ambiwe hivi
wewe kafiri wewe, wala utara idha dhalimu, kumbuka madhalimu mfano wako watakapo kadha wa kadha. Je, hawa wana ndio na lau kama atakufa mtu kafiri hakuwahi kuswali wala kufunga wala kadha, bado atahesabiwa katika kila adhana ikiadhiniwa, si alitakiwa asali, basi manake anaandikiwa tu. Bali walikuwa wale ambao wanaifahamu Qur'ani wanapoingia katika mazungumzo na manasara na wengine waliokuwa si waislamu, huwakariria na kuwasomea hizi aya. Anamwambia Ruwaida, subiria kidogo, kisha anamsomea, waqala alladhina kafaru lan nu'mina bihadha alqur'ani wala billadhi baina yaday walau tara. Anamwambia unaona hii aya, na wengi katika wasiokuwa waislamu wameamini na wakaingia katika dini ya Uislamu kwa kusoma tafasir za lugha ya Kiswahili, za lugha ya Kiingereza, ambazo ni translation zile ambazo zimetafsiriwa kutoka lugha ya Kiarabu kuja katika lugha zao, wakakutana na aya kama hizi. Allah aelezea hali za wale waliokuwa ni madhalimu mfano wao. Mtu akajiuliza ina maana yeye. Na kitabu cha Allah hakimhusu tu kafiri. Kuna aya moja kwa moja zinakulenga wewe, zinakutaja wewe kabisa. Kwa hiyo unajua kwamba hapa nakusudiwa mimi. Na kuna aya zinakupa onyo usije ukawa katika madhalim ambao wanazungumzwa hapa. Kwa hiyo kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ujumla wake, kila aya uhisi kuwa inakuhusu. Hata kama kazungumzwa kafiri, waonaje wewe umertadi? Allah atuhifadhi sisi sote. Akirtadi mtu, ina maana aya zote za ukafiri zinamhusu. Akiwa mnafiki, aya zote za unafiki zinamhusu. Alokuwa kafiri, ikiwa ni muumini, aya zote ambazo zilizungumzwa kwa waumini, yeye alikuwa wakati huo ni kafiri, zinamhusu. Bimaana Qur'an ni kitabu ambacho hakuna aya mtu anasema hii haimhusu. Aya ambayo inamhusu kafiri kama kafiri, kwako ni onyo maadamu wewe si kafiri. Na aya ambayo inamhusu muumini kama muumini, kafiri akisikia kwake ni ukumbusho. Na ile aya inayoashiria adhabu kwa kafiri ni onyo, na kwako ni onyo. Kwa hiyo Allah asema walau tara ayuha rasul, na lau kama utaona. Na hii imekuja kwa mtume kana kwamba khitabu ya kwake peke yake, lakini la, khitabu ya umma. We Muhammad na wale ambao wapo katika umma wako, kama utaona wewe, idhi dhalimuna mawqufuna inda rabbihim, idhi dhalimuna mahabusun, madhalim pindi watakapokuwa wamezuiliwa, mawqufun wamezuiliwa, mahabusun wamezuiliwa, inda rabbihim yawm alqiyama lilhisab, mbele ya Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama. Washazuiliwa pale madhalimu, kundi la watu wao, waumini hawachanganywi nao. Wamtazu al-yawma ayyuha al-mujrimun alam a'had ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan. Allah tabaraka wa taala atasema wamtazu al-yawma ayyuha al-mujrimun, waovu kaeni kando, mukae mbali, mkengeuke, msikae pamoja na waumini. Hataki mchanganyiko. Waumini hawataki kera na mausaha na makelele na fujo lenu. Wamtazu al-yawma ayuha al-mujrimun, lazima mpambanuke. Madhalimu wakae mbali, waumini wakae mbali. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, hii ni kwa ajili ya waumini. Waliokuwa si waumini, aya hii inasema idhi dhalimuna, wal madhalim mawqufun bimaana mahbusun, watazuiliwa muda anaotaka yeye Allah tabaraka wa taala, lilhisab inda rabbihim yawm alqiyama, kwa ajili ya hisabu mbele ya Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama. Kwa hiyo madhalim watazuiliwa, halafu wale waliokuwa ni waumini fasawfa yuhasabuna hisaban yasira, watahesabiwa hesabu nzuri tu ya haraka waende zao, halafu wale madhalim watazuiliwa. Pale wakati wamezuiliwa pale, kuna mambo yatatokezea. Kabla ya kuyaona hayo mambo, kumbuka habari ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam na Fatima radhiyallahu anha. Muhammad alipomwambia Fatima,
inqidhi nafsaki minan nar, wewe mwenyewe pambana kuiokoa nafsi yako na moto, fa inni la ughni anki min Allahi shay'an, siwezi kukusaidia chochote. Nakumbuka habari ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na Aisha radhiyallahu anha. Aisha alipomuuliza Mtume mahala gani mtu hawezi kumkumbuka habibi wake kipenzi chake, Aisha alitajua miongoni mwa maeneo, akaambiwa watu watakapokuwa wanapewa vitabu, watu watakapokuwa wamewekewa mezani, watu watakapopita katika sirat. Haya ni maeneo ambayo hakuna mtu atamkumbuka mwingine kwenye hesabu katika sirat. Lakini vile vile watu watakapokuwa sasa wapewa vitabu, kila mtu afikiria tu nafsi nafsi. Sasa ikiwa Mtume na Aisha hatamkumbuka Muhammadi wala Muhammad kumkumbuka Aisha, kila mmoja atakapewe tu kitabu chake, jiulize wale watakaokuwa ni madhalimu halafu wamekusanywa kama madhalimu na wanajua unakwenda motoni, na Allah tabaraka wa taala kashasema burizatil jahimu lilghawi, moto ushasogezwa ule. Na Allah tabaraka wa taala ashasema 70,000 malak yajrunaha, 70,000 malak, maelfu ya malaika. Si kwamba elfu inatajwa elfu, malaika wengi. Yajrunaha, wanauvuta, wanasogeza moto uwe karibu. Wa burizatil jahimu lilghawin, moto ukishasogezwa sasa wale madhalimu wanauona huwapa moto, halafu wamezuiliwa hapo hapo, halafu ndio wanataka kuingizwa katika moto huo. Wakati kule aliokuwa ni muumini hawezi kumkumbuka kipenzi chake, huku kwa watu wako na hali hii. Na maana sisi tukasema kitabu cha Allah tabaraka wa taala wakati huo kinakuonya, wakati huo kinakupa bishara. Lau kama mimi sipo katika madhalimu watakaozuiliwa, basi alhamdulillah. Na wakati huo kinakuonya, waonaje kama upo katika hawa madhalimu, hata kama umesamehewa dhambi ukawa upo katika lile kundi la waliozuiliwa. Kwa hiyo Muhammad aambiwa sasa, lau kama utaona Muhammad wewe, ili dhalimuna wal madhalim mawqufuna bimaana mahbusuna inda rabbihim yawm alqiyamah lilhisab, watakapozuiliwa mbele ya Allah tabaraka wa taala kwa ajili ya hisabu. Lau kama wewe utaona pale ndio wamezuiliwa, hiyo hali watakayokuwa nayo, kama utaona wewe, kwa kweli litakuwa ni jambo kubwa miongoni mwa mambo makubwa. Sasa si kwamba labda hili liloelezewa hapa ndo kubwa lao, kuna makubwa. Ndio maana kaambwa lau kama utaona. Na katika kitabu cha Allah fahamu kuwa wafasiri wana uslubi yao. Ikiwa itakuja aya kama utafanya kadha kisha haikueleza nini, basi wanasema hilo ni jambo, yani kama Mtume alivyoambiwa kama utaona pale watakaposimamishwa wakazuiliwa nini, Allah hakumwambia utaona nini, kamuelezea miongoni mwa hali watakazo kuweko nazo. Yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawla yataraja'una alkalam bainahum, watakuwa wanatupiana maneno, wanazozana. Wewe kadha kadha, kila mmoja anamgomba mwenzake, tafrani itakuwa ni fujo, itakuwa ni ugomvi, maneno, wanashambuliana, wanaambiana, wanalaaniana, kila mmoja anamlaani mwenzake, kila mmoja anamwambia hivi mwenzake. Kisha asema yaqulu alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin, yulqi kullu minhum almas'uliyya wal-lawm 'ala al-akhar, kila mmoja atatupa ule wajibu na lawama kwa mwingine kwamba wewe ndio ulistahiki mimi unisaidie. Halafu mzazi atajikuta kumwacha mtoto wake. Subhanallah, kama sasa hivi ilivyo katika ulimwengu, kuna mambo ya kustaajabisha kuliko ile. Allah tuhifadhi. Watu maarufu, lakini unasikia mtoto wake ana act picha za ngono, tena wenye wao ndio wanaona ile ni fahari. Sasa sikia kiyama, yule mtoto ule atamwambia babake, atamtupia masuala ule wajibu. Wewe mzazi ulikuwa na wajibu wa kunikataza na hivi na hivi, na mzazi naye atamlaumu vile vile. Si ulikuwa unafuata uhuru, ushafikia miaka 18 wewe, ningekuzuia si ungelinishitaki? Kwa hiyo atakuwa alaumu ala al-akhar, kila mmoja mlaumu mwenzake. Yaqulu al-atba'u alladhina istud'ifu
lisadatihim, wale waliofuata ambao ni madhaifu walitenzwa nguvu kifikra, walitenzwa nguvu kwa namna yote ile, wakafanya maasi ya kufuata lisadatihim, mabwana wao, alladhina istad'afuhum fi dunya, ambao ndo waliwafanya wao wakawa ndo madhaifu, wanaofuata wanachotaka wao. Laula antum lakunna mu'minina laula annakum adlaltumuna, kama nyinyi msingalitupoteza, yani watasema wao, lakunna mu'minina billahi wa birasuli, tungalikuwa waumini, lakini wapi, hayata wapi tena, hakuna msaada wa kauli yao hiyo, itawasaidia nini tena, na washakuwa katika watu wa motoni. Na ndio maana Allah asema qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu, wale viongozi watakapopewa lawama kama hizo, bimaana ya tajiri mengi, lakini miongoni mwa makubwa Allah aloyaeleza ni kuwa watatupiana maneno, watalaumiana, basi wale watu madhaifu wakishawaambia wale viongozi wao katika maasi, qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idh ja'akum bal kuntum mujrimin, na wao watakasirika vile vile. Wakikasirika watawaambia vipi? Watawaambia qala alladhina istakbaru, qala almatbu'un, wale waliofuatwa watasema alladhina istakbaru 'anil haqq, ambao ndo walifanya kibri wakaikataa haki, litabi'in alladhina istad'afuhum, kwa wale waliowafuata ambao ndo waliwafanya ni wadogo wao, waliwafanya wakiwa ni madhalili madhaifu, wafanye wanachokitaka wao. Anahnu sadadnakum 'anil huda, wao watawauliza anahnu mana'nakum 'anil huda, hivi sisi tulikufunga kamba tukakukamata tukakuziba mdomo? Ili wao wataambia anahnu mana'nakum 'anil huda, hivi sisi tuliwazuia nyinyi kuelekea katika uongofu, tulikufunga mdomo wewe, tukakufunga kamba, tukakuzuilia ndani kwako, tukakuletea mwanamke ndani, mpaka ukawa sasa wewe yale mambo ya khiri na mambo ya ucha Mungu huyafanya. Sisi ndio tulikusababishia hayo, sisi ndio tulifanya hivyo, sisi tuliwazuia. Alladhi ja'akum bihi Muhammad huda, uongofu ambao Muhammad alikuja nao, hivi sisi ndio tuliwazuia? La, hapana, sio sisi. Bal kuntum dhalama, nyinyi mlikuwa ndo waovu, dhalamatan wa ashaba fasadin wa ifsad, nyinyi wenyewe mlikuwa ndo waovu na mnafanya ufisadi, lakini vile vile mmesababisha kuharibu kitu kingi sana katika ardhi, nyinyi wenyewe, sisi. Kwa hiyo watakatana, kisha Allah asema waqala alladhina istud'ifu وقال المتبوعون الذين استضعفهم سادتهم, wale watakaofuata watasema wale almatubuun alladhina istad'afahum sadatuhum, wale waliofuatwa ambao istad'afahum sadatuhum bimatubu'ihi. وقال المتبوعون, matubuun kama ni ismu maf'ul, watasema wale waliofuatwa alladhina ambao istad'afahum sadatuhum limatubu'ihim almustakbirina 'anil haqq. Almuhim, maana watasema wale ambao walifuata waliofanywa kuwa ni madhaifu na wale viongozi wao waliowafuata wenye kibri katika jambo la haki. Hii ndo naifahamu. Hichi Kiarabu tena kikinichanganya. Bali watasema qala alladhina istud'ifu, wale walo kuwa sasa ndo madhaifu, lilladhina istakbaru, watawaambia wale ambao ndo wamefanya kibri waliowafuata, bal makaru al-layli wan-nahar bal saddana 'anil huda makrukum, nyinyi kweli hamjatufunga kamba, lakini vitimbi vyenu ndivyo ambavyo vimetuzuia sisi. Yule mtu wa magharibi muovu alipohisi atapataji watoto wa Kiislamu kuwaharibu, akawekea game ambazo baadhi ya game zinacheza picha za uchi kabisa. Kwa hiyo mtoto anakuwa kama anacheza, au baadhi ya games zinadhihirisha wanawake wako ovyo ovyo, inakuwa kile kitu kishakaririka kwenye kichwa,
Je, yule mtu wa magharibi alikuja akakufunga mikono? La, kakuletea kitu, kile kitu alichokuletea ni kitimbi. Wakati anakitengeneza anakusudia sasa kwamba aweze kukuharibu. Kwa hiyo ile sasa inaitwa makru, kitimbi. Sasa sikia kiyama ndio mtu atajua kumbe ile game au kitu fulani, zile picha YouTube, zile channel za uchi na mfano wake, vitu vyote alivyokuwa akiangalia, kumbe ilikuwa ni makru, vile ni vitimbi. Halafu vilikuwa vikimshughulisha mtu, bal yani shunu bal saddana anil huda makrukum, vitimbi vyenu ndio vilituzuia bina kile mlichokuwa mnakifanya kwetu sisi, bilaili wan nahari, usiku mchana, hina kuntum ta'muruna bil kufri billah, kupitia kile mlichokuwa mkikifanya kana kwamba mnatuamrisha moja kwa moja sisi tumkufuru Allah. Kwani mtu ambaye kaeka picha za uchi anakuambia hakujui kabisa, yani wewe hakujui, yeye kaweka tu, lakini wewe ukiingia tayari unamkufuru Mola wako. Siku ya kiyama sasa kile ambacho yeye kakifanya kitatake nafasi kana kwamba anakuamrisha umwasi Mola wako. Kwa hiyo bal makru laili wan nahari itamuruna, mlikuwa mkituamrisha kwa vitimbi vyenu, hata kama pengine hamkusema, lakini vile vitimbi vyenu, zile asbab za maasi mlizotuletea zile ndizo amri zenu, anakfura billahi, kwa sisi tumkufuru Allah, wa naj'ala lahu andada, na sikumkufuru tu, wa biibadati makhluqina min duni, sisi tuabudu wale ambao sio Allah tabaraka wa taala. Anakaa Muislam anaacha kusali, atasikia uwanja utajaa, kwa hiyo anakwenda kabla ya dhuhuri, mechi inachezwa baada ya isha, anatulizana mlendani, hasali afanye kitu chochote. Afaraaita man ittakhadha ilahahu hawahu, imekuwa sasa yale matamanio ya nafsi kana kwamba ndo anayaabudia. Kila mtu kati yetu anapitia mtihani, kisha akikumbuka lau kama angalikufa kwenye mtihani ule, basi mtihani mwingine ungetokezea. Allah tabaraka wa taala tusalim salam. Kwa hiyo kuna maasi ya mtu anayafanya kana kwamba jambo analiabudia min duni la, kinyume na Allah, ana khalifu amri ya Allah kwa sababu ya jambo lile, basi kana kwamba kanipa nafasi ya kuliabudu, bali wengine wanaabudu kabisa. Kwa hiyo hivi ni vitimbi. Kumbuka kitimbi bimaana hapewi amri moja kwa moja, abudia YouTube hapewi, lakini atadumu na YouTube usiku mchana, hasali afanye jambo lolote la khairi, yani YouTube tu, tena anaangalia mambo ya upuuzi kana kwamba ile YouTube sasa ndo anachokiabudu. Vile ni vitimbi. Haina maana kuwa ni jambo baya kutumia YouTube, la, ni kama kisu, unaweza kukitumia kwa khairi na unaweza kukitumia kwa shari. Kisha akasema wa asarru nadamata lamma ra'aw al'adhab, bila shaka mijadala itakwenda muda mrefu sana, mpaka itafikia wakati sasa mabadiliko yanakuja. Wa asarru nadamata lamma ra'aw al'adhab, mabadiliko ya kwanza itakuwa vipi? Wa akhfu nadama ala ma kanu alayhi min al-kufri fi dunya hina shahadu al-adhab, wataficha baadaye majuto kutokana na kile walichokuwa nacho katika ukafiri duniani pale watakapoiona adhabu. Waalimu annahum mu'adhabun, watajua kwamba sasa wanakwenda kuadhibiwa. Ina maana sasa hapo wataficha majuto, bimaana watanyamaza kimya. Watanyamaza vipi? Kimya. Basi tena muda umeshafika wa kuadhibiwa, kila mmoja sasa hawezi tena kujadiliana na mwingine, hatazungumza tena na mwingine. Wa asarru nadamata lamma ra'aw al'adhab, bimaana wa akhfu nadama, wataficha sasa malalamiko na majuto, ala ma kanu alayhi min al-kufri fi dunya hina shahadu al-adhab, bimaana wakati huo sasa itakuwa hakuna tena huyu amlalamikia mwingine na hivi na hivi, hakuna tena, kwa sababu kila mmoja anajuta. Lakini sasa kuna nini? Kila mtu hawezi tena kumwambia mwenzake chochote, kwa sababu tayari muda wa kuadhibiwa ushafika. Allah aeleza sasa, kwa sababu muda wa kuadhibiwa ushafika, Allah anatupa picha adhabu yao, hatua za mwanzo itakuwa ni vipi. Waja'alna al-aghlala fi a'naqi alladhina kafaru, kumbuka hili kundi si wamekufuru hawa, sisi tutawaadhibu vipi? Ndio maana hapa hatua, jambo la kwanza watapishana katika maneno, kisha watatuliana hoja, kisha wale wafuata viongozi wataka pembeni na wengine watakuwa ni viongozi. Lawama zitakwenda mpaka mwisho, utafika muda lazima kila mmoja akae kimya, sasa asubirie anataka kufanywa nini.
kitakachofanywa waja'alna al-aghlala fi a'naqi alladhina kafaru. Allah tabaraka wa taala aeleza hivi baada ya kujua waalimu annahum mu'adhabuna, washajua kuwa wataadhibiwa, jambo limesha karibia. Na kumbuka Allah katupa mtihani katika mambo, miongoni mwa mambo haja ndogo. Hebu kuna siku wakati unahisi haja ndogo, hebu jifanyie mtihani, toka hebu hivi, halafu ile haja ile ikikute, halafu ile haja ikukute kuna traffic au kuna foleni barabarani, halafu foleni yenyewe lile jengo ambalo unakwenda unataka ukakidhi haja unaliona liko mbele, utajihisi kila ukikaribia katika eneo la kukidhi haja ile haja inawaka moto, inazidi. Hili ni jambo ambalo mpaka leo sisi tunajiuliza maswali. Ukitaka kwenda chooni, kila ukikaribia kwenda chooni, kama uko masafa ya mbali, kila ukikaribia mahali unapotaka kukidhi haja, ile haja ndio inazidi kana kwamba inatoka. Hii maana yake ni kuwa kile kitu kinapokaribia, bi maana kila wakati ule unapokaribia wakati wa kuadhibiwa, hawa watu watazidi kuwa na hali mbaya, kiasi ambacho itakata kabisa fikra ya kuzozana baina yao. Itakata kabisa fikra ya kuzozana baina yao. Kila wakati ukikaribia, itakata kabisa fikra ya kuzozana baina yao. Kila mmoja atashindwa kumwambia mwenzake chochote. Kwa hiyo kitakachotokezea, waja'alna al-aghlala fi a'naqi alladhina kafaru. Anasema tunaelekea katika kufunga darasa yetu, waja'alna al-asfada fi a'naqi al-kafirin. Al-aghlal, al-asfad bimaana watawekewa minyororo katika singo zao. Wale waliokufuru kwanza watafungwa minyororo. Hilo ni jambo la kwanza. Kila mmoja baada ya lawama zake, zile lawama hata hazishughulikiwi kabisa, kwamba anamlaumu mwenzake. Hayo duniani sio alipoa miongozo. Katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala, Allah kashatuelezea kila kitu, mpaka yule rafiki atakuja kujilaumu siku ya kiyama. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila, atatamani asingalimfanya fulani ndio rafiki. Na huu rafiki hapa mpaka ndoa, yule ambaye anaolewa na mtu anayemjua kuwa huyu mtu ni muovu, halafu ati mwenyewe kwa sababu anasema nimempenda, tena akakubali kwamba labda ndo aingiane naye katika mahusiano. La, madamu ni muovu, atakuja kujuta mtu kwa nini akakubali kuolewa au kumwoa fulani, kwa sababu kampeleka katika uovu. Na al-asfad, ukiangalia hata ukiandika katika simu yako, andika neno al-asfad, kutakuja pingu kabisa. Hizi pingu wanazofungwa watu ndo zinaitwa al-asfad, bimaana ni minyororo, ni pingu watakazofungwa watu katika masingo yao, yani katika shingo zao. Watafungwa vizuri, si kwamba labda kama hawajafungwa watakimbia. Hawakimbii, wanakwenda wapi sasa? Lakini tunikothibitishiwa udhalili. Si walikuwa viongozi masharifu, matajiri na mfano wake, watafungwa katika shingo zao, kuthibitishiwa kuwa wao ni madhalili, si kwamba labda watakimbia. La yujzauna illa ma kanu ya'malun. Allah tabaraka wa taala mwishoni anaeleza kuwa wakishafungwa katika shingo zao, yani hapo usiulize kitakachojiri kwa wao. Kama unataka ukifahamu, nenda katika sura nyingine, aya nyingine, au subiria kama hapa mbele kinakuja, ukifahamu kitafanywa nini baada ya wao kufungwa vizuri. Na watatiwa pingu vizuri, watafungwa vizuri, minyororo ya motoni. Na ndio maana kuna wakati mmoja, wakati mzee yuko hai, mara nyingi nilikuwa nikisoma Qur'ani, yana alikuwa ananielezea tafsiri. Mara nyingi alikuwa anatolea tafsiri visa. Katika miongoni mwa aya ninazozikumbuka toka niko mdogo, nilikuwa nikisoma, mzee alikuwa anasikitika, anainamia sana chini, aya inayosema sarabiluhum min qatarani wa taghsha wujuhahum an-nar. Hii aya hii mimi nimeiweka kwenye kifua, kwa sababu mzee mara nyingi
ilikuwa inamfanya na inamia chini, anafikiria sana. Sarabiluhum min qataran, bila shaka habari itakuwa ni nzito mno. Katika moto wa jahannam watu watakatiwa nguo, lakini nguo zitakuwa ni za lami. Ile lami ile ndio itakuwa ndo vazi la mtu. Kwa hiyo kiufupi, nasallallahu salamata wal afia, la yujzauna hadha aljaza, kitakachofanywa kwa hawa kitakuwa ni kitu ambacho ni shania, kitu kibaya mno katika adhabu, ila wamedhulumiwa. Allah anasema sisi hatuwadhulumu hawa. La yujzauna, hawatalipwa hadha aljazaa, malipo haya, illa bima kanu ya'malunahu. Ndio maana hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, bimaana la yujzauna hadha aljazaa, hawatalipwa malipo haya ya udhalili illa bima kanu ya'malunahu fi dunya min ibadati ghairi llahi wa irtikabi al-ma'asi. Hawatalipwa ila malipo haya ya kudhalilishwa kweli kwa sababu ya kuabudia kwao kinyume na Allah tabaraka wa taala. Wanaabudu kinyume na Allah, hawamwabudu Allah, wartikabil maasi, na kufanya maasi ambayo yamepelekea wadhibiwe hivi. Na sallallahu salamatu wal afia. Allah tusamehe pale tulipomwasi sisi na wazazi wetu na ndugu zetu na wake zetu na watoto wetu na wale ambao tuko nao katika khairi. Allahumma amin. Kwa sababu ni habari ambayo kwa kweli si nzuri, lau kama mtu itamtokezea, kwa kweli itakuwa ni habari mbaya sana. Kwa hiyo hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, ndipo ambapo insha Allah tutafikia kwa sasa, na biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tukiangalia hapa kuna suratu Ibrahim, wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima ashraktumuni min qabl inna adh-dhalimina lahum 'adhabun alim. Hii ni suratu Ibrahim. Hii ni suratu Ibrahim. Na tukitazama muda kwa sasa, kwa kweli haupo. Hatuwezi tukasema tutazungumza hii aya kwa sababu hatujui kile kilichoelezewa katika uchambuzi wake kitaweza kuchukua kwa muda gani. Lakini almuhim, tumemalizia habari ya suratu Saba. Tutakuja kuendelea katika habari ya suratu Ibrahim, yani aya ambayo ipo katika suratu Ibrahim. Al-Imam al-Jalil Ibn Kathir rahimahullahu akituorodheshea zile aya zinazoonesha udhalili utakaowapata watu wenye kumwabudia asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo tuendelee darasa yetu katika aya hii ya 22 kabla ya kuingia wa qawluhu wa ra'aw al-'adhaba wa taqatta'at bihim al-asbab, watakapoona ile adhabu halafu kila kitu kwa wao kitakatika, hawana mafungamano wala mapenzi wala chochote kile. Na bila shaka tumeshapata sura ya mambo itakavyokuwa toka katika muhadhara au darasa iliyopita mpaka hii. Habari itakuwa ni habari nzito kweli. Almuhimu ni kuwa hichi ni kitabu cha Mola wetu sisi, na Allah tabaraka wa taala katutaka tukisome hichi kitabu na tukifahamu na tuwe na mazingatio na kile kilichokuwa ndani yake. Usikubali katika nafsi yako unapoisoma aya inayomhusu kafiri useme mimi hainihusu, hata kama haikuhusu katika sura, kuwa wewe hupo katika sifa yake ya ukafiri, lakini itakuhusu katika onyo na kuelewa kile kilichokuwa ndani yake, bali lazima ikuhusu tu. Kwani ukisoma waqala ash-shaytan, ukitaja neno shaytan katika kitabu cha Mola wako, hupati thawabu katika kila herufi moja, si wapata wewe. Maana yake ukipata ile thawabu basi bado inakuhusu tu, na kila ukizingatia ukajua kuwa kuna shaytan, basi bi maana hii ni ishara ya waziwazi kwa lazima wewe utambue kuwa kuna shaytan. Na ndio maana watu wa ruqya wakasema kuwa kama mtu ana hali unahisi atakuwa na tatizo la kishaytan lakini hajui, mwache akariri neno shaytan tu, shaytan. Kama atalikariri pengine akifika tu mara 100 anaweza kupiga kelele hapo. Wenye wao wanajua
na kama mtu ana sihiri akikariri neno as-sihru 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 au kama ana hasad al-hasad al-hasad, anapolikariri lile neno basi maana yake linawasha moto kama kuna kitu kipo ndani ya mwili wake. Haya ni mambo katika fani ya ruqya. Kwa hiyo usije ukaona neno shaytan, yani ukitaja tu shaytan alafu shaytan mwenyewe ndo anakufanyia vituko, yeye hapendi. Kwa nini umtaje? Hapendi. Kwa hiyo sasa hata kama ni shaytan, silimu kwenye kitabu cha Mola wako, fahamu kwa hicho ni kitu. Kama utalipinga useme neno shaytan silitaki, basi unakufuru kwa kupinga neno shaytan ndani ya kitabu cha Mola wako. Kwa hiyo sisi lazima tuweke picha kwa mwanzo wa kitabu cha Allah mpaka mwisho wake. Inatulazimu sisi tuzingatie kilichokuwa ndani na tuelewe dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, kwamba hichi ni kitabu chote, si labda baadhi ya aya, la, kitabu chote ni chetu sisi, na tujisikie fahari Allah kutupa mwongozo. Bali Allah tabaraka wa taala tumuombe atupe thabati katika imani, tuendelee kusoma kitabu cha Mola wetu sisi. Hichi kitabu toka kianze kusomwa, kisha somwa na mabilioni ya watu, lakini ladha moja ya herufi haijatoka mpaka leo. Akisoma Mahir wahisi ladha suratu hiyo al-Fatiha, akisoma Sudaisi wasikia vile vile, akisoma Al-Hudhaifi wasikia vile vile, Abdul Rashid Sufi vile vile. Kila anayesoma Qur'ani wewe wapata ladha katika herufi ile ile, katika maneno yale yale. Lakini nyimbo ambayo ilikuweko mwaka 2000 tu juzi, basi sasa hivi huna ladha tena kuisikiliza, ni upuuzi kwa sababu. Lakini kitabu cha Allah hakitoki, hakichujuki, ladha yake iko vile vile. Akisoma Mahir wallahi utajiuliza hii sauti yatoka wapi. Akisoma fulani utajiuliza kana kwamba ndo Qur'ani yateremka sasa hivi. Ikisomwa vizuri basi vile vile katika maana na mazingatio na makusudio iwe kana kwamba Qur'ani inateremka, unaambiwa wewe sasa hivi. Na ndio maana ahlul ilmu wakasema ukisoma kitabu cha Mola wako basi hudhurisha akili kuwa unahutubiwa na Mola wako. Na wakasema vile vile akitaka mtu ahisi kuwa sasa anazungumza na Mola wake, asome kitabu cha Mola wake. Na vile vile ahlul ilmu wakasema hakuna kitu akipenda Allah tabaraka wa taala kuliko mtu kusoma maneno yake. Kwa hiyo kuna kila haja sisi kuweza kurudi katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala, kisha tuangalie kile kilichoelezewa. Na hata mimi namuomba Allah kwa rehema zake na utukufu wake asije akaivua kwangu, pamoja na maasi na udhaifu na kila kitu kilichokuweko nacho, asije akaivua kwangu neema hii ya kukisomesha kitabu chake, asije akaivua. Kama nilivyokuwa namuomba toka miaka 10 nyuma huko na kabla ya hapo, toka nijifahamu naanza kusoma, nilipoweka malengo kwamba nataka nisomeshe tafsiri. Na alhamdulillah namhimidi Allah mpaka sasa hivi kuwa tunaendelea na kusomesha. Sikujua mimi kuwa nitakuwa kipindi hicho sijui Kiarabu, sijui, ndio kwanza naanza kusoma, lakini niliweka dhana nataka nisomeshe sunna kabla hata sienda kusoma Sudan. Toka kabla mwaka 2014 nataka nijisomeshe hadithi. Sasa haya malengo ni kuwa namhimidi Allah katika hatua hii, na namuomba Allah tupe thabati, kwa sababu ndio nafahamu mimi kuna baadhi ya mambo niliyokuwa siyajui na ilikuwa ni wajibu katika maisha yangu kuyafahamu juu ya kitabu cha Mola wangu na sunna. Kwa hiyo mimi namaliza baada ya nasaha hizo kwa khairi hii. Tumuombe Allah atuthibitishe na atupe ikhlas, isije ikatutoka katika maisha yetu yote mpaka tunakufa tunakwenda mbele yake tuwe bado sisi tunasoma kitabu chake na tunafaidika na maneno yake. Asa tukapata khairi kubwa mbele ya Allah na akatuepusha na adhabu zake. والله تبارك وتعالى نسأله رحمته ورضاه ومغفرته والثبات في دينه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا والشاهدين والغائبين وذكرنا وأنثانا. اللهم ارزق آباءنا وأمهاتنا كل خير فعلناه بسببهم وبجهودهم وبما كانوا سببا أن نصل إلى الخير يا رب العالمين، واجعل لهم صدقة يا رب العالمين الجارية لهم، وانفعهم في الدنيا والآخرة، وارزقهم الجنة الفردوس الأعلى، وارحمهم رحمة واسعة كما ربونا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.